Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pendwa mtazamaji, napenda kukukaribisha katika chaneli yetu ya Yosh Testimony TV, manake ushuhuda wa Yesu, inayofundisha na kuhubiri neno la ufalme wa Mungu hapa duniani. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, naomba ulipokee neno la Mungu moyoni mwako, lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku sawasawa na yasemavyo maandiko. Leo tunaendelea na masomo yetu kutoka kitabu cha Waebrania, na leo tunaangalia sura ya 7 mstari wa 15 mpaka mstari wa 19. Kichwa chetu cha habari kikiwa ukuhani wa Yesu ni bora kwa sababu msingi wake ni nguvu za uzima usio na kikomo. Katika somo lililopita tuliona mwandishi akijenga hoja ya kwa nini ukuhani wa Haruni uliwekwa kando. Alihitimisha kwa kusema kwamba ukuhani wa Haruni umewekwa kando kwa sababu ulikuwa dhaifu na usiofaa, au kuweza kuwafikisha watu kwenye uwepo wa Mungu. Leo tutaangalia sababu nyingine ya kwa nini ukuhani huu uliwekwa kando, ambayo ni kwamba ukuhani mpya wa Yesu ni bora kwa sababu msingi wake ni nguvu za uzima usio na kikomo. Mpangilio wa somo utakuwa ni wa kuchambua mistari hii minne ya kifungu hiki na mwisho wake kuhitimisha. Na kichwa kama nilivyosema awali kitakuwa ni ukuhani wa Yesu ni bora kwa sababu hauko katika mwili, bali unategemea nguvu ya uzima usio na kikomo. Na sasa hebu tusome sura ya 7 mstari wa 15 mpaka wa 19. Tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa ametokea kuhani mwingine kama Melkizedeki, asiye kwa sheria ya amri iliyo kwa jinsi ya mwili, bali kwa nguvu ya uzima usio na kikomo. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe u kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake, kwa maana ile sheria haikukamilisha neno. Na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo tunamkaribia Mungu. Pendwa mtazamaji, kama nilivyosema awali, somo lililopita tuliangalia kule kutofaa na kutokamilika kwa ukuhani, na kwa hiyo umewekwa kando. Sasa tunaangalia sababu ya pili, ambayo ni kwamba ukuhani mpya uliotabiriwa ni bora zaidi kwa sababu nguvu zake zinatokana na uwezo usioharibika, na vile vile unatoa ile tumaini bora la kumkaribia Mungu. Kwa tunaanza na mstari wa 15 ambapo anasema, tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa ametokea kuhani mwingine kama Melkizedeki. Kwa hiyo hapa anachosema mwandishi anaanza kwa kutukumbusha kwamba hayo tusemayo kuhusu kuwekwa kando kwa ukuhani wa Haruni ni dhahiri sana kwa sababu ametokea kuhani mwingine aliye bora. Kwa maneno mengine, ushahidi na mantiki ni kubwa sana kwamba ukuhani wa Walawi sasa umepitwa na wakati. Kumbuka hapa mwandishi alikuwa anasema na watu ambao walikuwa wanaishi kipindi ambacho hekalu lilikuwa bado lipo na dhabihu za wanyama zilikuwa zinaendelea kutolewa na ibada ilikuwa inaendelea kufanywa kwa ukuhani wa zamani, lakini anawahakikishia kwamba umeshatoka na kuna kitu kipya. Kuna maneno mawili katika mstari huu yanayotilia mkazo jambo analosema mwandishi, nayo ni neno ametokea na neno mwingine. Ametokea linamaanisha hakuja kwa njia ya
haki ya urithi au kwa nguvu ya ukoo wake. Yaani ukuhani wetu mpya hakuja kwa urithi wa ukoo, bali ameinuka tu kuwa kuhani pekee kwa msingi wa sifa zake mwenyewe, ambazo ni pamoja na kufufuka kutoka kwenye wafu ili kuthibitisha kwamba kweli yeye alikuwa kuhani. Na neno mwingine linatofautisha kuhani huyu na makuhani wengine. Na tofauti kubwa ni kwamba anaweza kufanya yale ambayo wale makuhani wakuu wa zamani wasingeweza kufanya. Ni kuhani tofauti wa utaratibu tofauti ambaye anaweza kufanya kile ambacho Haruni hakuweza kufanya, ambacho kama tulivyoona anaweza kutufikisha katika uwepo wa Mungu. Na dhabihu inayotolewa inaweza kutufutia dhambi zetu moja kwa moja. Mstari wa 16 anasema asiye kwa sheria ya amri iliyo kwa jinsi ya mwili, bali kwa nguvu ya uzima usio na kikomo. Hii ni moja kwa moja inasema ukuhani wa Yesu ni tofauti na ukuhani wa Haruni, kwani msingi wake ni nguvu za milele baada ya ukoo na kanuni za kimwili. Kawaida au viwango vilivyokuwa vimewekwa ili kupata kuhani mkuu mfano wa Haruni vilikuwa vya kimwili tu. Ukitaka unaweza ukasoma katika Mambo ya Walawi, hasa sura ya 21 mstari wa 16 mpaka 23. Kuna baadhi ya mahitaji au sifa zilizokuwa zinatakiwa kwa kuhani mkuu. Utaona kwamba zote zilikuwa ni za nje, zote zilikuwa ni za kimwili. Ni wazi kwamba Yesu alitakiwa kuwa na kuhani, alitakiwa kuwa wa uzao wa Haruni katika kabila la Lawi, na asiwe na kilema chochote mwilini mwake. Hiyo ni katika yale mahitaji ya msingi au sifa za msingi. Ni wazi kwamba Yesu hakustahili kuwa kuhani kwa utaratibu huu wa Haruni. Asingeweza, kwa sababu hakuwa wa kabila la Lawi wala ukoo wa Haruni. Lakini ukuhani wa Yesu ni wa aina nyingine na aina iliyo bora zaidi. Hakuwekwa kufuatana na sheria za nje, ila kulingana na kitu cha ndani, yaani nguvu na uwezo uliomo ndani yake. Hakutegemea mambo ya kimwili ambayo yana mwisho, maana yeye ni uzima usio na kikomo. Yohana au Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 4 inasema hivi: ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Kwa hiyo uwezo wa kuhani wetu mkuu unatoka ndani yake mwenyewe. Na ingawa alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kaburi alikuweza kumshikilia. Amefufuka na anaishi kuwa kuhani wetu milele. Hakuna kinachoweza kumuondoa katika ofisi hiyo. Maadamu yuko mbinguni kwa ajili yetu, tunaweza kumfikia Mungu kupitia yeye, kwa sababu ni wa milele na haondoki. Mstari wa 17 unasisitiza hili la umilele na kutondoka kwake kwa kusema, maana ameshuhudiwa kwamba wewe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Melkizedeki hakuwa kuhani kwa kipimo chochote cha kimwili. Alikuwa kuhani kwa sababu ya sifa bainishi zake. Na kwa maana hiyo anafananishwa na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anaweza kufanya kile ambacho Haruni hangeweza kufanya. Anatupeleka katika uwepo wa Mungu na anatuketisha huko. Na hapa itatusaidia tukirejea katika kisomo au maneno tuliona katika sura ya 6 mstari wa 19 na 20. Tuone yale maneno tuliyojifunza pale yanavyotumika hapa. Sura ya 6 mstari wa 19 na wa 20 nitasoma. Tulionayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu
amekuwa kuhani mkuu hata milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Yesu ametuingiza katika pazia na kututia nanga humo. Hicho ndicho ukuhani wa zamani haungeweza kufanya kamwe. Tuliona pale kwamba yeye ametangulia na anatukaribisha tuingie tuwe naye kule. Mpendwa mtazamaji, hiyo ndiyo nguvu kuu. Anatupeleka kwa Mungu na kututia nanga huko. Na hakuna kuhani mkuu mfano wa Haruni ambaye angeweza kufanya hilo. Yeye ndiye anayetufikisha kwenye ukamilifu, Bwana Yesu. Ukuhani wake unaegemezwa juu ya uwezo wa milele. Unafanikisha kumfikia Mungu. Sasa tunahitimisha kwa mstari wa 18-19. Mwandishi anazungumzia kubadilishwa kwa mfumo tena, ambao tuliona katika somo lililopita. Mfumo wa kale wa ukuhani wa Lawi umebatilishwa kwa sababu ya udhaifu wake na nafasi yake kuchukuliwa na Agano Jipya lenye kutoa tumaini bora, lenye kutufikisha katika uwepo wa Mungu moja kwa moja. Hiki ndicho kilele cha kifungu hiki cha kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 19. Haruna anabadilishwa na Kristo. Agano la kale na ukuhani wa Walawi vimewekwa kando kwa sababu ya udhaifu na kutofaa kwake. Na ili neno kuweka kando ni neno la kisheria linalomaanisha kubatilisha. Wanasheria wanalipenda kulitumia, set aside, maana yake weka kando. Kwa hiyo sasa neno kubatilisha linahusiana na kuondoa kitu ambacho kimeanza kutumika au kilikuwa kinatumika na kuweka kitu kingine. Kwa mfano, unaweza ukabatilisha mkataba, unaweza ukabatilisha ahadi, sheria au kanuni, au kufuta jina la mtu kutoka kwenye kitu. Hii yote ni kubatilisha. Na hicho ndio anachomaanisha mwandishi hapa, kwamba Agano la kale na ukuhani wa Lawi vimebatilishwa, vimewekwa kando, na badala yake kumekuja kitu kipya. Mungu anasema yani kubatilisha inahusiana na kuondoa kile kilichokuwepo. Kwa hiyo Mungu anasema ninaweka kando ule mfumo wa zamani na ninaleta mpya. Na katika Agano Jipya unaweza kumfikia Mungu. Kwa hiyo vifaa vyote vya mfumo wa dhabihu, mfumo wote wa sherehe vinafutwa, vinabatilishwa, vinaondolewa. Mungu anavifuta. Na alivifuta kabisa mwaka wa 70 AD, hekalu lilipovunjwa na kuharibika moja kwa moja mpaka sasa. Lakini mwandishi alikuwa anaandika kabla hekalu likiwepo, akiwa na uhakika wa kwamba hivi vitu vyote vimefutwa, vimebatilishwa, vimewekwa kando. Kwa mwandishi anamaliza hoja yake hapa kwa kusema kwamba Agano Jipya na ukuhani wa Yesu umetoa tumaini bora ambalo kupitia kwalo tunamkaribia Mungu. Hii ni kitu muhimu kukumbuka, hasa kwa Wakristo wetu wa Kiebrania. Walikuwa wanapaswa kuelewa hili, kwamba ile Agano Jipya pamoja na mambo yote yale linatoa tumaini lililo bora ambalo ni tunaweza kumkaribia Mungu moja kwa moja. Ukuhani wa Yesu Kristo ulifanya yote ambayo Israeli ilitazamia kuwa halisi, ambako ni kumfikia Mungu. Kupitia ukuhani wa Yesu, waamini wanakuwa na ujasiri wa kuingia mahali patakatifu zaidi, patakatifu patakatifu, na kumkaribia Mungu kwa moyo wa kweli, kwa kuwa dhamiri zao ni safi, zimetakaswa na dhabihu ya Yesu iliondoa dhambi zao kabisa. Mwandishi ataendelea kulifafanua hili swali katika
masomo yajayo kuhusu kuingia patakatifu patakatifu. Kwa hiyo hitimisho ya somo hili, katika hitimisho la somo hili mwandishi anawauliza Wakristo wa Kiebrania ikiwa wana kitu bora, kwa nini wanarudi kwenye kitu kibaya zaidi? Tukumbuka hapa swala lilikuwa ni kuwashawishi waache kurudi kwenye hekalu, kurudi kwenye dini yao ya kizamani. Anasema haijalishi ni sababu gani inawafanya wachukue uamuzi huo. Ukweli ni kwamba kile walichokuwa nacho katika Kristo kilikuwa bora zaidi kuliko chochote walichokuwa nacho katika dini ya Kiyahudi. Kile ambacho watakatifu wa Agano la Kale walikitazamia, wao tayari wameshakipokea. Wanao msamaha kamili wa dhambi kupitia dhabihu iliyo bora ya Kristo. Hawana nje tena ya kusimama, hawana sababu ya kusimama nje ya pazia wakati kuhani akiwawakilisha katika patakatifu patakatifu. Wanaweza kuingia. Wanayo kuhani mkuu ndani ya pazia, naye anawaalika kukaribia kiti cha enzi cha Mungu ambacho ni kiti cha neema, ili wapokee neema ya kuwasaidia katika nyakati zote za mahitaji. Sasa kwa nini waache kitu kama hiki warudi tena kusimama nje ya pazia mtu akiwa ndani akiwawakilisha? Ndio swala analowaeleza, na ni mojawapo ya sababu anawaambia wasirudi nyuma, waendelee kumshika Yesu kama kuhani wao mkuu. Mpendwa mtazamaji, tumesikia ubora wa ukuhani wa Yesu ulio kwa mfano wa Melkizedeki. Yesu ameupata ukuhani huu si kwa msingi wa sheria, bali kwa uwezo wa uzima usioharibika. Mpendwa mtazamaji, na kuomba umwamini Yesu ambaye amefanywa dhabihu bora iondoayo dhambi, ambaye kupitia kwake tumeletewa tumaini lililo bora zaidi, ambalo kwalo limetuleta karibu na Mungu. Kama uko tayari kutubu na kumwamini Yesu na kukaribisha, ufuatilize ile ombi ambalo ninaomba sasa hivi, ukimaanisha kutoka moyoni mwako, na hatimaye utapata uzima wa milele. Naomba tuombe. Bwana Yesu, nimelisikia neno la Mungu kuhusu tumaini bora zaidi lipatikanalo kupita kwako. Nakiri mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu na kuomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba ulifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike katika kitabu cha uzima. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu milele. Naomba haya kwa jina lako tukufu. Amina.